Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Harrison Mwakembe, mwenyekiti wa TGU, ndugu yangu Christopher Martin, makao mwenyekiti, actually wanawake wao sio mwenyekiti, wao ni president. Kwa vice president wa Tanzania Ladies Golf Union, Madam Anita, mabalozi mliopo, majenerali walioko kwenye utumishi na wastaafu kama mimi, maafisa wakuu, maafisa wadogo, wadhamini wakiongozwa na TANAPA, Mohamed Enterprise, Precision Air na Indaka Service, viongozi mbalimbali wa serikali na taasisi za umma na sekta binafsi, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za usiku. Naomba nichukue nafasi hii kukushukuru Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali mwaliko wetu. Najua ulikuwa ni muda mfupi sana, lakini kwa upendo wako najua leo utakuwa uliamka umechoka sana baada ya ile shughuli ya Konde Boy. Nilikuwa nyumbani naifuatilia, ukizingatia kuwa yule ni mtu wa nyumbani kwetu kijijini. Kwa hiyo nilifuatilia sana, nikajikuta nimeanguka usingizi, shughuli inaendelea. Sasa sijui mwenzangu ulitoka saa ngapi mpaka kufika nyumbani, lakini leo umekuja ukiwa fit. Nakushukuru sana, tumpigie makofi. Napenda niwashukuru pia wageni waalikwa mlioko hapa leo. Siku ya Jumapili, mara nyingi watu wanapenda kurudi nyumbani mapema na kujiandaa kwa shughuli za kesho, lakini ukumbi wetu leo umejaa. Nashukuru sana, tujipigie makofi. Kubwa zaidi ni washukuru washiriki wa hili shindano ambao kwa kweli idadi yake nadhani naweza nikasema imevunja rekodi, na hii yote ni kutokana na hamasa iliyofanywa kuanzia kamati ya maandalizi, wakawakabidhi wanahabari mkaitangaza vizuri sana ili shindano, mwitikio ukawa mkubwa sana. Mheshimiwa, kuna wakati nilieleza kituko fulani hapa kueleza umuhimu wa habari, kuwa kulikuwa na padre mmoja ambaye alikuwa anapenda sana gofu. Siku hiyo akaacha kuendesha ibada, akaenda kucheza gofu. Sasa ili acheze kwa amani ilibidi awahi asubuhi sana, akacheza peke yake. Kuna shuti moja inaitwa hole in one, akaipiga ile kwenye kiwanja cha paa 4, kiwanja kikubwa. Akapiga hole in one, akajishangaa, akamuuliza Mungu, mimi nimeacha jukumu lako la msingi, nimekuja kucheza gofu, lakini nilitegemea ungeniadhibu nicheze vibaya, lakini baada yake nimeshuti vizuri sana. Kwa nini? Mungu akamwambia, sasa hata kama umecheza vizuri, nani amekuona? Maana alikuwa peke yake. Kwa hiyo kufanya kazi peke yako haina maana, lazima watu wajue kuwa nini unakifanya. Kwa hiyo umuhimu wa wanahabari ni muhimu sana, muitangazie dunia kuwa Lugalo tupo kazini. Tumepania sana kuinua mchezo wa gofu. Tunawashukuru sana waandishi wa habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, TPDF Lugalo Golf Club miundombinu yake inamilikiwa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania, lakini wanachama wake uko wazi kwa wananchi wote wa Tanzania na wasio wa Tanzania wenye afya ya kucheza mchezo huko, kuanzia umri wa miaka 4 mpaka mzee kabisa ambaye anaweza akasimama. Hata yule ambaye hawezi kusimama
uzuri wa gofu ni kwamba tunavyo vigari ambavyo unaweza ukacheza na gari ikakusukuma kutoka point A kwenda point B. Kwa hiyo huna kisingizio kwa nini usicheze gofu. Kwa hiyo niseme tu kwa sisi kama uongozi wa golf club, bahati mbaya sana kama nilivyosema kuwa klabu inamilikiwa na jeshi. Kwa hiyo upatikanaji wa uongozi wa klabu tunatumia demokrasia ya kijeshi. Klabu yetu haina uchaguzi wa kuchagua viongozi. Ni mkuu wa majeshi anakuteua wewe mwenyekiti, wewe klabu captain, lakini anajiridhisha kutokana na dimandi ya wadau wa gofu, na hajawahi kukosea mkuu wa majeshi kuchagua uongozi wa hii klabu yetu. Wanachama wa gofu wenyewe wanaweza kuwa mashahidi, sio kama anajifagilia. Na imani hiyo kwa sababu licha ya military democracy nimeweka uwazi mkubwa sana. Mwanachama yoyote yule kuanzia kedi, junior, mzee, bibi, bwana, wakati wote anaweza kawasiliana na mimi kutoa wazo lake, kunikosoa, kufanya chochote, kuniambia chochote kinachohusu gofu. Na mimi mara moja kabisa ninapoona kitu kinatija nachukua hatua. Ninapoona kati ya wafuasi wangu katika uongozi hawaendani na matakwa ya wanachama, uzuri wa military democracy ndio huo, siitishi kikao. Haiwezekani watu 10 wote wakunyoshee kidole. Namwambia tu afande CDF na kuletea afisa wako haendani na gofu. Anaweza akafaa kuwa platoon commander kikosini, lakini gofu hapa hatufai. Tunaondokana naye, gofu inakwenda kwa mujibu wa viwango vinavyotakiwa. Kwa hiyo klabu yetu tunahakikisha wanachama kuwa ni klabu ambayo ni sehemu yenye furaha, sababu ndio sehemu kubwa kabisa ya madhumuni ya mchezo wa gofu ni kupata furaha. Ukishacheza unakutana na wenzako, na tuna mkusanyiko mkubwa sana wa viongozi, wataalamu, maengineer, madaktari. Ukiwa mchezaji wa gofu hupati tabu ya kutafuta mihadi ya kiongozi wa serikali au daktari. Utamkuta tu hapa kiwanjani, mambo yenu yote yanaishia hapa. Lakini ukingojea ofisini kwake unaweza ukakaa miezi mitatu upate mihadi. Kama sasa hivi, piga picha, ningekuwa na muinda mheshimiwa waziri kule Dodoma, sijui, sio kusema hataki, lakini sasa majukumu yake ni mengi. Lakini leo tunaye hapa, tumempa ya kwetu, na ninavyomwelewa Dr. Mwakyembe atayabeba na gofu itasonga mbele. Tumpigie makofi. Mheshimiwa, klabu yetu ina sifa moja ya kuleta ushindi wa kimataifa katika mazingira magumu sana, kwa sababu wachezaji wote huwa wanajitolea kuliwakilisha taifa katika mazingira magumu sana, lakini tunafanikiwa. Na mfano mzuri ni timu ya wanawake ambayo kwa nyakati tofauti, mwaka jana, mwaka juzi, walisafiri kwenda Nigeria wakafanya vizuri sana, wakaenda Ghana kwenye All Africa, ikaa nafasi ya pili kutoka South Africa, na mchezaji nambari 1 alikuwa Mtanzania. Kwa hiyo sio kusema umahiri wetu sio hapa nchini tu. Kwa nchini hapa hatufahamiki kwa sababu ni mchezo mgeni kwa Watanzania, lakini ukienda Ghana ukiuliza Tanzania watasema those ladies are crazy, wanafahamika sana. Na hivi sasa timu yetu ya taifa ya gofu ya wanawake bado inashikilia kombe la Afrika Mashariki na Kati, na hakika watalitetea. Lakini mwaka huu, Mheshimiwa Waziri, tumeamua kuwaamsha wanaume. Kwa upande wa wanaume hatujafanya vizuri sana.
huwa wanakwenda mchezaji mmoja mmoja kwenda kushiriki mashindano kule Kenya, Uganda, lakini wanakwenda kimya kimya na wanarudi kimya kimya. Hii inaashiria kuwa matokeo sio mazuri sana. Lakini mwaka huu tumejiwekea mpango sisi wanaume oye. Tumejiwekea mkakati kuwa tujibu mapigo ya wanawake. Tunahesabu vikombe walivyoleta wanawake na sisi tuzilete mara mbili. Tujipigie basi makofi au nasema tu haya kwangu. Huo ndio mpango ambao tumejiwekea. Naomba wanaume, mwisho wa siku Mheshimiwa Waziri akiniuliza nipate jibu la kumpa. Kwa hiyo ni ahadi natoa kwa niaba yenu kuwa mwaka huu wanaume tutafanya vizuri sana. Tunahitaji tu support yako, na kwa vile umetuahidi basi tumepata nguvu mpya kabisa. Klabu pia inaandaa wachezaji wa kesho. Wachezaji wa kesho kwa maana kuwa wanaweza kaingia katika ngazi ya kimataifa kwa maandalizi tunayowapa. Kama alivyoeleza club captain kuwa leo wameshiriki watoto zaidi ya 40. Na si kusema wanacheza kitoto, wanacheza gofu kweli kweli. Ni watoto wadogo wanaanzia miaka 4 mpaka chini ya 18. Ni wachezaji wazuri sana. Naamini mpaka miaka 10 ijayo tutakuwa tumepata timu nzuri sana ya gofu ya vijana ambayo yenye nguvu. Ninachokiona hapa, inawezekana kabisa kuwa walimu wetu wanaoandaa vijana tukubaliane kuwa wana limit ile ya utaalamu wao, kwa sababu huwa tunajifunza wenyewe kwa wenyewe humu. Naomba nichukue fursa hii, unaposikia kuna fursa huko nje huko za ushirikiano wa taifa katika nyanja za michezo, basi na mchezo wa gofu mtufikirie kutuletea wataalamu ambao wataendesha mafunzo kwa ajili ya hawa walimu wanaofundisha golfers wetu. Tutashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa watoto ni watoto wa wananchi wa kawaida kabisa, wengine wanatoka Kawe. Ninachotaka kueleza hapa kuwa dhana ya kusema gofu ni mchezo wa matajiri labda sehemu nyingine, lakini kwa Lugalo sisi hatunayo. Na hawa watoto tunawapa mafunzo bure, hatuwachaji chochote kile. Kwa naomba nitoe rai hii, kama kuna mtu yoyote ana mtoto wake angependa acheze golf, awasiliane na uongozi wa klabu, amlete mtoto hapa. Ni sehemu salama kabisa na inamfundisha nidhamu, na tumeprove kwa watoto wanaocheza golf vizuri sana, hata darasani wanafanya vizuri sana. Kwa mara nyingine napenda kuwashukuru TANAPA kwa udhamini wao ambao sasa hivi nafikiri ni mara ya 4 wanatudhamini. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukiangalia kushoto yako utakuta kuna mizigo ya zawadi, na hizi zawadi kwa kweli si zawadi za kitoto. Hatutoi vikombe tu, tunawapa hamasa wachezaji kwa kuwazawadia vitu ambavyo watanufaika katika maisha yao ya kawaida majumbani. Hapo utakuta kuna TV flat screen, kuna mafriji hapo, kuna viyoyozi. Ni zawadi nzuri, na hiyo yote ni TANAPA ametusaidia sana. Lakini pia Inda Garage, nisamehe kama nimekosea, kwa sababu ndio kwanza unakuja katika udhamini, lakini najua uko humo kwenye garage. Nimefurahi sana kwa kuwasaidia hawa watoto. Umefanya jambo kubwa sana kwa kweli, na kushukuru. Najua huo ni mwanzo na utakuwa umeshtukizwa. Safari yetu ni mzuri. Mohamed Enterprise, joto kama hili kila saa tunakunywa maji, tunakushukuru sana.
tunaomba tufikishie shukrani zetu kwenye uongozi management ya Mohamed Enterprise kwa msaada mkubwa uliotusaidia. Tunapozungumzia gofu ni kusafiri sana. Watu wametoka Arusha, wametoka Morogoro, wametoka Iringa. Kitendo cha Precision kutusikia ni hatua moja kubwa sana. Tiketi ulizotupatia ni msaada mmoja mkubwa sana, unaweza ukatusaidia kusafirisha wachezaji wetu ambao watahitajika kwenda sehemu yoyote. Ingawa sijajua kama tiketi hizo ni za nchini tu au wanaweza zikafika Entebbe, lakini nitafurahi sana kama hizo tiketi zivuke mpaka, ili wachezaji wangu ambao wanaandaliwa na TGU kutoka nje ziwasaidie. Na hakika watakaoshinda leo ndio hao watachukuliwa na TGU na TLGU kwenda kushindana huko nje. Tunaomba tiketi zaidi. Changamoto yetu ya kushiriki mashindano ya kimataifa ni usafiri. Kwa uwepo wenu Precision ni hatua moja kubwa sana. Sipendi kukuchosha sana Mheshimiwa Waziri, napenda tumalize ili ukapumzike. Najua kesho utahitajika kwenye majukumu mengine. Mwaka huu Mheshimiwa Waziri, tunaomba kwa makusudi kabisa uchukue ajenda ya gofu iwe kipaumbele. Michezo mingine imejitangaza sana, tena inajitangaza zaidi. Sasa hivi haihitaji msaada wa mtu, lakini gofu tunakuhitaji sana. Naomba upokee kilio chetu kwa niaba ya golfers wote Tanzania. Hiki kilio sio cha Lugalo, ni cha wanagofu wote nchi nzima. Lugalo sisi huwa tunabeba mizigo mingi sana. Hata hii tunayozungumzia timu za taifa za wanawake kwenda kucheza Ghana, ni klabu inabeba mzigo. Kwa hiyo kwa hili tunaomba utusaidie kwa mara nyingine na kuchosha. Na irudia hii kwa sababu ni changamoto kubwa sana. Na ili timu ya gofu itatambulike kimataifa, lazima ikae katika ranking ya dunia. Uwezo ukaenda kucheza Commonwealth kama haupo katika ranking ya dunia. Wenzetu South Africa wanafahamika kwa sababu wapo katika ranking. Sisi tunaweza kuwa na wachezaji wazuri sana, lakini kama hatuna exposure ya kutoka kwenda kushindana mashindano yanayofahamika, itakuwa tunacheza mechi za mchangani. Labda uelewe vizuri zaidi, itakuwa tunashindana hapa na watu wa wenyewe kwa wenyewe, mechi za mchangani, lakini kimataifa hatutatambulika. Na uwezo wa kucheza gofu sisi tunao kimataifa. Tunachotakiwa ni kutafuta tundu la kutoboa tufike kule waliko wenzetu, lakini uwezo huo golfers walioko Tanzania wanao mkubwa sana. Baada ya kusema hayo, naomba niishie hapa. Kwa mara nyingine nikukaribishe. Bado klabu yetu ni changa sana, ilianzisha 2007. Ndio maana hata ulipokaa sasa hivi hapo napata shida sana joto, lakini ukija labda mwakani tutajitahidi kuweka vyoyozi au tutaboresha zaidi ili sherehe iwe ya kupendeza inayofanana na hadhi ya kumkaribisha Mheshimiwa Waziri. Naomba niishie hapa, niwatakie pongezi kubwa sana kwa wale ambao leo watakuwa wameshinda, na wale wote ambao leo hawakushinda usikate tamaa, kwa sababu hata mimi natamani kushinda, lakini nahitaji nifanye juhudi na mimi nishinde. Kwa hiyo tupongezane wote. Kitendo cha wewe kucheza umenufaika hata kiafya. Kwa hiyo pongezi kwa wote walioshiriki na wale walioshinda, hongera sana. Na wale ambao leo hawakufanya vizuri, next time tuongeze bidii ili tupate ushindi unaotakiwa. Asanteni kwa kunisikiliza. Ndugu zangu, habari za jioni. Mwenyeji wetu Brigade Kamanda, mwenyekiti wa Lugalo Golf Club, viongozi wa mashirikisho yetu ya golf TGU na TLGU, wadhamini wote,
wakiongozwa na TANAPA wa hii TANAPA Lugalo Open ya kwa mwaka 2020, wana michezo wote mlioko hapa. Leo ni siku maalum kwa mchezo wa golf hapa nchini kwa sababu tumekuwa na matukio mawili muhimu sana. Tukio la kwanza lilikuwa la kihistoria la kuzindua ofisi za mashirikisho yetu mawili ya gofu hapa nchini pamoja na ofisi ya Lugalo Golf Club. Kwa kweli kitu cha leo kimenigusa sana. Hongereni sana na Lugalo Golf Club kwa maandalizi mazuri mliyofanya na kwa kufikiria swala hilo, kwa sababu changamoto moja kubwa tulionayo hapa nchini ni kwa baadhi ya vyama vyetu vya mchezo kuendelea kuwa briefcase clubs, zinatembea kwenye briefcase za watu, na nyie upande wa golf mmesema hapana. Hongereni sana wana Lugalo. Lakini kabla sijasema neno zito la leo, niruhusuni niwapongeze sana vijana wetu wa Ruvu JKT. Sikutegemea wanaweza kutoa burudani ya kiwango cha juu kama hiki. Leo nimeshtuka, nikawa najiuliza hapa. Juzi tulikuwa na Koffi Olomide kutoka Kongo. Meza moja tu pale ilikuwa ni shilingi milioni 1. Mimi na uhakika wa vijana wakijitangaza vizuri, mimi nitakuwa mmoja wa watu kwenda kununua kweli meza moja shilingi milioni 1 kuwasikiliza. Na wapongeza sana, na mimi nitakuwa sasa mtangazaji wa jina lao kokote nitakokuta, hasa kokote nitakokuwa, hasa bungeni, kwa sababu umejitahidi sana. Wameimba kwa mfano leo wimbo ambao mimi na uhakika wote walikuwa hawajazaliwa ulipotungwa, mtoto wacha kupiga mayowe. Wameimba vizuri kweli. Leo tumekuwa mpaka hata akina Mwajuma cha upepo. Kwa hiyo tumepata leo upepo wa kisulisuli hapa upande wa Tara. Nifikisheni ujumbe kwa mkuu wa JKT Ruvu kwamba kwa kweli nampongeza sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya, na kwa kweli JKT mmekonga moyo wangu. Ndugu zangu, nimewasikia wana golf leo, na na uhakika tuna nafasi upande wa serikali kufanya mingi zaidi kuweza kuendeleza huu mchezo. Kwanza kweli tuna tatizo kubwa la miundombinu, ni michache, lakini kuna changamoto hata katika hiyo miundombinu michache ambazo lazima tuziangalie upande wa serikali. Nimeomba sana leo wenzetu upande wa shirikisho la golf la Tanzania waniandikie barua, na mimi nina uhakika nitachukua hatua haraka sana kuwaita wanaohusika tuweze kutatua haya maswala. Ni maswala ya baadhi ya viwanja vya golf kutozwa pesa na halmashauri, vingine hapana. Lakini ukiangalia zaidi mchezo wa golf si mchezo wa kujipatia pesa kiasi ambacho tunawaumiza sana wana club kuweza kuchangia. Nafikiri swala ambalo linahitajika tuweze kukaa tujadiliane. Huu ni mchezo uko chini, unahitaji nguvu ya serikali kuweza kuupanua zaidi. Nimeona wanachama wa Lugalo Golf Club, tungekuwa na golf clubs nyingi kama hizi, mimi na uhakika hata serikali ingepunguza sana pesa inayotumika kwa kweli kununulia madawa kwa wastaafu na wazee ambao wakimbii. Watu wote ambao mwakuta hapa wengi sana ni wastaafu, lakini hakuna hata mmoja mwenye homa wala mwenye mafua, kwa sababu wako kwenye golf, na wapongeza sana kwa hilo. Lakini vile vile nimeomba wenzetu wa Gymkhana Morogoro, kiwanja chao cha golf nacho kina changamoto kubwa, kwa sababu sio chao tena, kimepelekwa upande wa halmashauri. Halmashauri nayo inawapa vipindi vifupi mno vya kuweza kuendeleza eneo. Sasa unavunja moyo watu kuweza kuwekeza
wakafanya vitu vikubwa kwenye uwanja huo. Hilo nalo tuandikieni, hakuna kitu kisichowezekana katika nchi yetu. Hilo nawahakikishia, na mmeliona likithibitishwa na mkuu wetu wa nchi. Kwa hiyo tafadhali niandikieni barua tuweze kujadili, tufikie mwafaka. Nimekusikia mwenyekiti wa Lugalo Golf Club. Kwa kweli nikupongeza kwa kazi nzuri sana unayofanya, na umeongelea hapa kuhusu watoto wa kike. Upande wa gofu wanafanya vizuri sana kuliko hata wanaume. Sio gofu tu, hata mchezo wa mpira wa miguu. Ni watoto wa kike ambao wametuleta makombe mbalimbali na hata kupeperusha bendera Tanzania juu zaidi. Sekafa tumechukua kombe zaidi ya mara 2. Watoto wa kike juzi imetuponyoka tu bahati mbaya. Lakini na uhakika mwaka utachukua tena, kama corona itasumbua sana kushindwa kufanya mashindano haya. Watoto wa kike wanafanya vizuri sana. Wa kiume bado, ila majina makubwa, lakini bado hatujafikia sifa watoto wa kike kuweza kutetea makombe hapa. Kwa hiyo upande wa golf, ongelea watoto wa kike. Kwa kweli kazi yetu sisi wanaume na si kuonyesha kwamba tunaweza. Na kwa upande wa soka sasa, sisi tena kule tunakodisha wachezaji kutoka nje, lakini sidhani kama bado kama tunafanya vizuri sana. Watoto wa kike huwa kodishi, lakini wanacheza vizuri sana. Nafikiri kule kujiamini na kule kuamini kwamba tuna uwezo, lakini tukipata walimu wazuri na tukiweza kuwekeza vizuri kwa kushirikiana serikali na vile vile na sekta binafsi. Nimelisikia ile la walimu, nafikiri nalo likiandikwa vizuri tulipate. Mimi na uhakika wizara yangu italifanyia kazi, na pale ambapo tuna mazungumzo na wenzetu ambao wameendelea sana kimichezo, wasiendelee tu kutuletea msaada wa walimu katika michezo mingine. Tunasahau gofu. Kwa kweli gofu tulikuwa tumeisahau kabisa. Kama tulivyosema, tulikuwa na kasumba kuamini gofu ni mchezo wa matajiri tu. Kwa kweli ni mchezo wa kila mtu. Nimeona hata zawadi zikitolewa hapa za vijana wa kawaida sana, vijana wetu wa kawaida hawa wa siku zote. Hongereni sana Lugalo Golf Club. Na nimalizie kulipongeza sana Jeshi la Wananchi wa Tanzania, na naomba mwenyekiti unifikishie hizi salamu kwa mkuu wetu wa majeshi, hasa kwa kuendeleza mchezo huu wa golf. Ule uamuzi tu wa jeshi letu kusema hapana, tuanzishe kiwanja cha golf hapa, ulikuwa ni uamuzi mkubwa ambao umeliokoa kwa kiasi kikubwa, umeokoa kiasi kikubwa mchezo wetu wa golf. Nimeona sawa, ni kiwanja kiko ndani ya viwanja vya jeshi, lakini leo mimi mwenyewe naomba niwathibitishie Watanzania kwamba wanaoingia huko ndani sio wanajeshi peke yao. Milango iko wazi kwa Watanzania wote, hata wageni, mradi huko hapa nchini kihalali. Na mimi nitamshangaa ambaye hayuko halali ukaingia jeshini, kwa kweli hauko halali, wewe unatafuta shida gani? Kwa hiyo milango iko wazi. Sijaona mtu akisimamishwa pale, wanajeshi wako pale tu kukusaidia tu paki gari vizuri hapa. Kwa kweli niwapongeze hasa kwa programu ya watoto wadogo kuifanya bure. Shida yenu kubwa kwa kweli ni kupata walimu, watu wenye weledi kuweza kusukuma mchezo ukatufikisha mahali pazuri sana. Hilo nalichukua, na leo nimesema pale kwamba nimepata taarifa na amenithibitishia mwenyekiti wa TGU kwamba kweli sisi jumla ya wacheza gofu nchini hapa Lugalo mnao 400 na zaidi, lakini jumla nchini hatuzidi 2000. Lakini wenzetu Kenya walishafikia 52,000. Sasa huu ushindani gani huo? Kwa hiyo tunahitaji kwa kweli kusukuma mchezo na uweze nao ukatujengea heshima ya nchi yetu. Na nyie wachache niwapongeze sana, bado mnawika katika bara la Afrika. Hongereni sana, hasa upande wa watoto wa kike. Ingawaje nimesikia vile vile kijana wetu Victor ambaye ni mshindi wa leo. Tena kupongeza sana Victor, hongera sana. Kijana wetu Victor sasa hivi amekuwa wa kimataifa. Tukutakia kila la heri unakokwenda, uweze kupeperusha
bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu na juu zaidi. Nimalizie kwa kuwashukuru sana viongozi wa Lugalo Golf Club na ndugu zangu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, kwa sababu tuko kwenye eneo lao hapa. Ndio maana nimemshukuru sana Brigade Commander hapa, maana ndio mwenyeji wetu, kwa kunipa heshima hii kunikaribisha kuwa sehemu yenu ya tukio hili kubwa kwa siku ya leo. Nawashukuru sana kwa hivyo, na nimalizie kwa kuwashukuru sana wadhamini TANAPA, na waombeni TANAPA muendelee na huu moyo, ili lisiwe swala kwa limeanza. Hapana, mlichokifanya lazima kiwe cha kudumu, kwa sababu michezo ni sehemu ya kazi mnayoifanya. Michezo ni sehemu ya utalii, ni sehemu ya uhifadhi. Watu wengi wanaokuja kwenye utalii, wanaokuja kuangalia uhifadhi wa ajabu tunao hapa Tanzania ni wachezaji, hasa wa mchezo huu wa golf na michezo mingine. Nitoe wito kwa mashirika mengine ya umma, tafadhali wekezeni kwenye michezo kwa njia kama hii. Tuwaige TANAPA. Hupotezi chochote, unajenga jina lako, na vile vile unawasaidia watoto wadogo wa Kitanzania kuweza kuimarika katika michezo yao. Hao watoto wawili waliochukua baiskeli leo, hao hata usiku wa maneno ukiwaambia TANAPA ni nini, atakuelezea maana yake nini. Lakini nyewe wengine ambao mwekezi huko mko tu tunaangalia tu kama ilivyokuwa jana, inakuwa ngumu hata kuonekana kwenu, visibility yenu kuonekana kwa urahisi kwa watoto wetu. Nimalizie kwa kusema, kwa kuwatakia kila la heri, lakini vile vile kutoa wito kwa Watanzania kupitia umati huu kwamba tujihadhari, tuchukue tahadhari kubwa ya hili gonjwa la corona ambalo bado halijaingia Tanzania, lakini tuzingatie maneno aliyoyasema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna wajibu wa kuchukua tahadhari sana. Tusameane leo, sio utamaduni wa Mtanzania mtu anaposhinda mnampigia makofi kwa mbali na mnasogezana kwa mbali na zawadi kama inatupwa. Mtu samehe. Hatujazoea tu. Nilikuwa natamani niwakumbatie wote kwa nguvu zote, lakini sasa tuanze kubadilisha tabia. Kukumbatiana kulikuwa jana, kwa kweli kesho na kesho kutwa na leo tuzidi tu kuongeza kupeana distance ili nchi yetu iwe salama, iendelee kuwa salama. Sasa hivi kama mnavyoona, tumechukua tahadhari kubwa upande wa michezo. Upande wa michezo toka zamani mtu akitaka kuondoka lazima apate kibali cha Baraza la Michezo BMT. Lakini sasa hivi tumeongeza zaidi ya hapo. Hatutoi kibali sio tu kwa kujiridhisha kwamba unapokwenda utaenda kupata zawadi nzuri ama mchezo ule umeandaliwa kwa viwango vinavyostahili, lakini zaidi ya hapo lazima tuwasiliane na Wizara ya Afya. Huyu mwenzetu anakwenda nchi fulani, je, ni salama? Wizara ya Afya ikisema hapana, kwa kweli hutaondoka. Sio kwa sababu tunakuonea, ni kwa sababu tunajali uhai wako, na tusipojali kuhusu safari yako, ukirudi utakuja kuumiza Watanzania wengine. Lakini hata pale ambapo Wizara ya Afya inasema huko hakuna shida, lazima tupige simu, tuwasiliane na wenzetu wa Wizara ya Mambo ya Nje, tuongee na ubalozi wetu ulioko huko kwamba tayari kwa upande wa Wizara ya Afya kwamba huko hali sio mbaya, tunakuja. Je, tuje? Balozi akisema hapana, hatuendi, hatukupi hicho kibali. Ni kama jana timu yetu ya wanawake mmesikia ilikuwa Uganda. Mchakato tumeutumia huo. Tumeongea na Wizara ya Afya, kwa kweli Uganda na Tanzania hatuna hilo tatizo, lakini bado tuchukue tahadhari. Ikabidi tumpigie simu balozi wetu Azizi. Balozi akasema nimejiridhisha na kila kitu na tuko uwanja wa ndege kusubiri hiyo timu, jamani msishikilie. Kwa hiyo vijana wameenda, kwa hiyo tahadhari ambayo tunachukua. Sasa ni waombe wana michezo wote nchini, hili swala sio la mzaha, ni swala la kuchukua tahadhari kubwa, nchi yetu ibakie salama, na tuendelee kupiga magoti kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuifanya Tanzania kisiwa ambacho kwa kweli kina usalama mkubwa. Mungu aibariki Tanzania na Mungu awabariki nyote. Asanteni sana.
Mheshimiwa mgeni rasmi, meza kuu, wadhamini wa shindano letu la TANAPA Lugalo Open mwaka 2020, TANAPA wenyewe, Mohamed Enterprises, Precision Air, Indacar Service, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, wachezaji wa gofu. Ni wakati mwingine tena kuweza kuwatambua washindi wa mchezo wetu wa leo ambao ulianza kutimua vumbi tangu tarehe 13 mwezi Machi mwaka 2020, ambapo professional golfers ndio walianza kuchuana. Bila kupoteza muda, ninakwenda moja kwa moja kwa ajili ya kutangaza washindi wa leo. Lakini kabla ya kutangaza washindi wa leo, ningependa kukukumbusha Mheshimiwa mgeni rasmi na kukazia kauli ya mwenyekiti wa TBDF Lugalo Golf Club kwamba mchezo wa golf sio mchezo wa matajiri, bali mchezo wa golfu ni mchezo unaokupeleka kwenye utajiri. Nitakuhakikishia kauli hii kwa zawadi ambazo ninaenda kuzitoa muda huu. Makofi kwa golfers tafadhali. Bila kupoteza muda, ningeanza kutoa zawadi za longest driver na nearest to the pin, lakini ningemuomba mwenyekiti kutoka Morogoro Gymkhana aweze kutusaidia kutoa zawadi hizi. Karibu sana Mr. Louis. Kama kuna mwakilishi yote kutoka Morogoro. Nearest to the pin, mshindi si mwingine ni Mr. Gideon Rensburg. Makofi kwake tafadhali. Gideon, popote ulipo, hayupo. Tunakwenda kwenye zawadi inayofuata. Kama kuna mwakilishi yoyote, Mheshimiwa mgeni rasmi, zawadi ya nearest to the pin. Zawadi ya nearest to the pin ni mchezaji aliyopiga mkwaju karibu kabisa na ile pini ya kuingiza mpira. Longest driver ladies, na huyu si mwingine ni mchezaji wa kimataifa Miss Vicky Elias. Makofi kwake tafadhali. Mshindi wa longest driver male, longest driver kwa upande wa wanaume, na huyu pia ni mchezaji wa kimataifa na si mwingine ni Mr. Victor Joseph kutoka Dar es Salaam Gymkhana. Makofi kwake tafadhali. Moja kwa moja tunakwenda kwenye zawadi ya senior ladies. Ningemuomba mwakilishi kutoka kurugenzi ya michezo jeshini, Meja Igwe, aje kusaidia kutoa zawadi hizi. Mshindi wa pili upande wa senior ladies, huyu ana handicap 22, amepata mikwaju 195 kwa siku zote mbili, na huyu si mwingine ni mama yetu Mama Sayore. Makofi kwake tafadhali.
Mshindi wa kwanza upande wa senior ladies, huyu ana handicap 22 pia, amepata mikwaju ya jumla 194 kwa siku zote mbili, na si mwingine ni mama yetu Anita Siwale. Makofi kwake tafadhali. Moja kwa moja tunakwenda kwa upande wa junior. Tulikuwa tuna junior ambao wanashiriki kucheza viwanja 18. Pia tuna junior wa viwanja 19, viwanja 9, na tuna junior ambao wanacheza pata. Lakini kutokana na umri wao tumeweza kujumuika usiku huu na junior wanaoweza kucheza viwanja 18 tu. Na bila kupoteza muda, ningemuomba meneja kutoka Inda Car Service ya jijini Arusha aweze kutusaidia kutoa zawadi hizi. Karibu sana. Mshindi wa pili upande wa junior, huyu amecheza 70 net. Kwa lugha ya kigofu tunasema ni 2 under. Ana handicap 23 na si mwingine ni Hamadi Maulidi. Makofi kwake tafadhali. Mshindi wa kwanza upande wa junior, huyu amecheza 69 net. Kwa lugha ya gofu tunasema ni 3 under. Ana handicap 12 na si mwingine ni Kalimi Ismail. Makofi kwake tafadhali. Asante sana Inda Car Service. Moja kwa moja tunaenda kwa upande wa senior, na ningeomba mwakilishi kutoka Precision Air aweze kutusaidia kutoa zaidi hizi. Karibu sana. Mshindi wa pili upande wa senior, huyu ana handicap 9, amecheza mikwaju ya jumla 152. Anatoka TPDF Lugalo Golf Club na si mwingine ni Dr. Edmund Mdolwa. Makofi kwake tafadhali. Kama kuna mshindi wa kwanza upande wa senior, huyu amecheza neti ya 151 kwa siku zote mbili. Ana handicap 7. Ametoka TPDF Lugalo Golf Club. Yeye asili yake ni China, lakini hakuna kitu chochote cha Kiswahili unaweza kumsema, na inawezekana anaongea Kiswahili kuliko mtu yoyote hapa ndani, na si mwingine ni Mr. Jing So Yang. Makofi kwake tafadhali. Kutokana na majukumu alionayo ameweza kuondoka mapema. Asante sana Precision Air. Moja kwa moja tunaenda upande wa ladies, wanawake, na ningemuomba mwakilishi kutoka chama cha golf cha wanawake Tanzania aweze kutusaidia kutoa zawadi hizi.
Karibu sana Mama Anita. Mshindi wa pili upande wa wanawake, huyu amecheza neti ya 152 kwa siku zote mbili, ana handicap 9. Ametoka TPDF Lugalo Golf Club na si mwingine ni Ain Magombe. Makofi kwake tafadhali. Mshindi wa kwanza upande wa ladies, huyu amecheza neti ya 147, ana handicap 6. Ana majukumu mengi, amepewa majukumu na mwenyekiti wa club ya kuwa ladies captain, lakini pamoja na majukumu alionayo, lakini hajasahau kipaji chake. Na huyu si mwingine ni Miss Hawa Wanyeche. Makofi kwake tafadhali. Ticket. Na tumeongeza kipengele kimoja kwa upendeleo aliotoa mwenyekiti wa club na kusema kwamba awamu hii tutatoa zawadi ya cross kwa upande wa ladies. Na kabla sijamtangaza mshindi, ningeomba tumpigie makofi mwenyekiti wa klabu kwa upendeleo huu alioutoa. Makofi kwake tafadhali. Mshindi wa gross amecheza gross ya 159. Ana handicap 3. Ametoka TPDF Lugalo Golf Club na si mwingine ni Angel Eaton. Makofi kwake tafadhali. Angel Eaton atapata tiketi kutoka Precision Air ya kwenda na kurudi popote ambapo kampuni ya Precision Air inafanya safari zake. Makofi kwa Precision tafadhali. Asante sana Mama Anita. Tunakwenda moja kwa moja Division C. Ningemuomba mwakilishi kutoka Mohamed Enterprises aweze kutusaidia kutoa zawadi hizi. Karibu sana. Division C, mshindi wa pili amecheza neti ya 150 kwa siku zote mbili. Juhudi zake ndio zimempelekea kufikia hatua hii na tunategemea kuwa ni mchezaji mkubwa sana hapo baadaye. Ana handicap 25. Anatoka TPDF Lugalo Golf Club na si mwingine ni Private Laurent Sangawe. Makofi kwake tafadhali. Mshindi wa kwanza Division C amecheza neti ya 148, ana handicap 19, anatoka TPDF Lugalo Golf Club na si mwingine ni Mr. Naftal Ayonga. Makofi kwake tafadhali. Asante sana Mohamed Enterprises. Moja kwa moja tunakwenda Division B.
ningemuomba mwakilishi kutoka TANAPA aweze kutusaidia kutoa zawadi hizi. Karibu sana. Mshindi wa pili Division B, huyu amecheza neti ya 145 lakini amefungwa kwa count back. Ametoka TPDF Lugalo Golf Club, ana handicap 13 na si mwingine ni Teddy Kalinga. Makofi kwake tafadhali. Mshindi wa kwanza Division B amecheza neti ya 145, ana handicap 13. Huyu si mwingine ni Private John Hiza. Makofi kwake tafadhali. Asante sana TANAPA. Asante sana mwakilishi kutoka TANAPA. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na ukubwa wa zawadi ambazo tunaenda kuzitoa hivi sasa, kwa heshima na taadhima, ningeomba kuisimamisha meza kuu kuweza kutusaidia kutoa zawadi hizi. Karibu sana. Division A. Division A. Mshindi wa pili amecheza neti ya 148, ana handicap 5, ametoka TPDF Lugalo Golf Club. Huyu si mwingine ni Zakaria Edward. Makofi kwake tafadhali. Mshindi wa kwanza Division A, huyu ana handicap 7, amecheza neti ya 143 kwa siku zote mbili, anatoka TPDF Lugalo Golf Club na si mwingine ni Private Magoti Fabian. Makofi kwake tafadhali. Overall net winner amecheza neti ya 142 kwa siku zote mbili, ana handicap 6, anatoka TPDF Lugalo Golf Club na si mwingine
ni Godfrey Abel. Makofi kwake tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kumtangaza overall winner, mshindi wa jumla wa mashindano ya leo, ni kukumbushe tu kwamba tulikuwa tuna mashindano ya professional golfers kwa maana ya wachezaji wa kulipwa ambayo yalianza kuanzia tarehe 13 na 14. Ningeomba niwatangaze washindi hawa ambao zawadi zao zinakwenda kwa maana ya pesa taslimu. Nikianza na mshindi wa tatu. Mshindi wa tatu anatoka TPDF Lugalo Golf Club. Si mwingine ni Professional Frankie Mwinuka. Makofi kwake tafadhali. Majura. Hongera sana Frankie. Mshindi wa pili upande wa professional golfers anatoka Arusha Gymkhana. Arusha Gymkhana wameamua sasa hivi kuondoa ile dharau wanaofanywa kila siku. Mshindi wa pili si mwingine ni professional Jimmy Mollel. Makofi kwake tafadhali. Mshindi wa kwanza upande wa professional golfers anatoka pia Arusha Gymkhana. Huyu si mwingine ni John Leons. Makofi kwake tafadhali. John Leonsi kutoka Arusha Gymkhana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mshindi wa jumla wa TANAPA Lugalo Open mwaka 2020 amecheza mikwaju ya jumla 153. Huyu handicap yake ni +3. Maana yake ile gross anayopata anajumlisha 3 mbele yake. Kwa mchezo kama mpira wa miguu, maana yake timu pinzani inakuwa tayari imesha kufunga magoli 3 na ndio refa anapuliza kipenga. Huyu ametoka Dar es Salaam Gymkhana, ni mchezaji wa kimataifa na si mwingine ni Victor Joseph. Makofi kwake tafadhali.
Kwa sheria za golf, overall winner anapata nafasi kidogo ya kutoa neno la shukurani, lakini kabla sijamruhusu, ningeomba kwa sekunde 5 washindi wetu wote wa leo waweze kutoka mbele na waweze kupata picha ya pamoja na mgeni rasmi. Haraka haraka tafadhali, haraka haraka, muda tupo nyuma ya muda. Asante sana washindi, asante sana washindi, asante sana meza kuu, asante sana mgeni rasmi. Nichukue nafasi hii kumkaribisha mshindi wa leo kuweza kutoa neno la shukrani. Karibu sana Victor.